Hizi ni aina ya vimbe ambazo zinatokea kwenye kizazi cha mwanamke. Kumbuka uvimbe kwenye kizazi ambao ni common sana ni fibroid, ambao hasa ni uvimbe nyama ambao unaota ndani ya kizazi aidha nje ya kizazi. Sasa kuna aina tofauti za fibroid ambazo zinaweza kutokea kwenye kizazi, na aina hizi hasa zinatokana na wapi uvimbe ambapo umetokea. Kulingana na location ya uvimbe ulipotokea, basi tunapata aina 4 za uvimbe kwenye kizazi. Aina ya kwanza inafahamika kama intramural fibroid. Hizi ni aina ya vimbe ambazo zinaota ndani ya mfuko wa kizazi, ambazo hizi zikikua sana basi zinaweza zikachangia hasa kuongezeka kwa ukubwa wa kizazi. Lakini hizi ni miongoni mwa fibroid, aina ya fibroid ambayo ni common sana. Lakini aina ya pili zinaitwa subserosa fibroid. Subserosa fibroid zinaota nje ya ukuta wa kizazi, ni kinyume cha zile intramural. Hizi zinaweza hasa zikikua mno, zinaweza zikashinikiza aidha zikakandamiza kibofu cha mkojo na kusukuma utumbo. Kama nilivyoeleza kwamba inaweza kashinikiza kibofu cha mkojo, kisha siku kajikuta unakojoa mara kwa mara, lakini vile vile kama zitashinikiza aidha zitasukuma utumbo, inaweza kupelekea mtu kuhisi kama umeshiba kila mara. Aina ya tatu ya uvimbe ni submucosa fibroid. Hizi ni aina za vimbe ambazo zinaota ndani ya ute, yani ndani ya ute ambapo anashuka kabisa ndani mle ambapo mtoto anakaa. Ndio sehemu ambazo pia hizi vimbe zinaota, na hizi ndio vimbe ambazo huchangia matatizo ya hedhi na matatizo ya utasa. Mtu kama ana uvimbe huo, inakuwa ni ngumu kushika ujauzito, anakuwa hawezi kabisa kushika ujauzito. Aidha hata kama atashika ujauzito, basi huo ujauzito utaharibika mapema sana. Zinaitwa submucosa fibroid. Na aina ya mwisho ya vimbe zinaitwa pedunculated fibroid. Hizi pedunculated fibroid zenyewe zinaota kwa kishikio, zinakuwa ni kama zina kishikio ambazo hicho kishikio kinaweza kaning'inia ndani ya kizazi, aidha zikaota kuelekea juu nje ya kizazi aidha pembeni. Na hizi ni kwamba na zile zikiwa nyingi basi zinaweza kupelekea maumivu makali mno ya kizazi. Kwa hiyo sasa, unapokuwa na changamoto za vimbe aina yoyote, ni vyema ukachukua hatua, kwa sababu unaweza ukawa na vimbe moja kwa sababu homoni hazipo sawa, mwisho wa siku ukakuta vimbe nyingine inatokea, na mwisho wa siku inaweza ikaathiri kizazi, na hiyo inakuja inapelekea mwisho wa siku matatizo ya uzazi kama kutokushika ujauzito, aidha mtu mimba kuanza kuharibika, maumivu makali, hedhi ambayo haieleweki, matatizo ya anemia kwa namna hiyo. Lakini vile vile ni kwamba hata wakati wa operation, kama manake vimbe utaziacha zitakuwa zimesambaa kwenye kizazi, zinaweza zikapelekea kuondolewa kizazi kabisa, hasa kama vimbe ni mkubwa aidha zimesambaa mno kwenye kizazi. Asante sana. Kwa ushauri zaidi na matibabu bila upasuaji, basi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu hizo hapa chini ili kupata matibabu kiwa popote pale. Zaidi unaweza ukalike, unaweza ukashare video zetu kwa watu wengine ili nao wajifunze. Lakini usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kujifunza kila siku tunapotoa masomo.